Mheshimiwa Spika, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki kikamilifu mkutano huu wa tatu wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao unaelekea kufikia tamati wiki hii. Pili, naendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa miongozo yake muda wote, hasa katika maandalizi ya bajeti hii tunayoelekea kuifikisha tamati. Tatu, namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake unaoratibu kwa umahiri utendaji wa serikali nje na ndani ya Bunge. Aidha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe binafsi Mheshimiwa Spika, naibu wako na wenye viti wa vikao vya Bunge kwa uongozi wenu wa hekima, busara na utulivu mkubwa wa Bunge uliojidhihirisha katika kipindi chote cha mkutano huu wa tatu wa Bunge la Jamhuri la Bunge la 13 maalum kwa bajeti, hasa wakati wa majadiliano wa hoja ya serikali niliyowasilisha tarehe 11 Juni mwaka 2026 inayohusu mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka 2026 na 27. Mheshimiwa Spika, napenda kutambua na kushukuru kazi na mchango mkubwa wa kamati ya kudumu ya bajeti chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki, mbunge wa Maswa Magharibi, pamoja na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Ali Omar King, mbunge wa Nyang'ombe, na waheshimiwa wajumbe wote wa kamati kwa ushirikiano mkubwa wanaonipatia na kutoa maoni na ushauri, na hivyo kufanikisha maboresho ya taarifa zilizowasilishwa na serikali. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee nashukuru kwa dhati kabisa wabunge wote kwa heshima kubwa na mashirikiano yanayonipa katika kutekeleza majukumu yangu. Hakika siwezi kuomba zaidi kutoka kwenu waheshimiwa wabunge, na kushukuru zaidi waheshimiwa wabunge wote waliochangia hotuba hii, 142 ambao walichangia kuzungumza na 5 waliochangia kwa maandishi. Ninawashukuru pia wadau wa sekta binafsi na wananchi waliotoa maoni na ushauri juu ya hotuba ya mapendekezo ya bajeti ya serikali kupitia majukwaa mbalimbali na vyombo vya habari. Kwa ujumla, mapendekezo ya bajeti ya serikali kwa mwaka 2026/27 yamepokelewa kwa hisia chanya, nasi tumefarijika sana. Tunathamini michango, maoni na ushauri wote uliotolewa. Nawashukuru sana waheshimiwa mawaziri wote kwa mashirikiano makubwa tunaendelea kuwa nayo na kumsaidia ipasavyo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwatumikia Watanzania wote. Shukrani zangu za dhati kwa waheshimiwa mawaziri 15 na manaibu mawaziri watatu waliosaidia kwa uweledi na ufasaha mkubwa kutoa ufafanuzi wa hoja mbalimbali zilizoibuliwa na waheshimiwa wabunge wakati wa mjadala wa hoja niliyowasilisha. Kwa namna ya pekee namshukuru sana Mheshimiwa Profesa John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu na watu wenye ulemavu, kwa umahiri wake na miongozo na malezi katika uratibu kwetu mawaziri wote. Aidha, namshukuru sana Mheshimiwa Hamza Johari, Mwanasheria Mkuu, kwa msaada, ushauri na mashirikiano makubwa yanayofanya utekelezaji wa majukumu yetu yaende kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Spika, namalizia shukrani zangu kwa kuwashukuru kwa dhati wa moyo wangu manaibu waziri wa fedha, Mheshimiwa Mhandisi Mshamwa Ali Munde, mbunge wa jimbo la Liwale, na Mheshimiwa Laurent Deogratias Lusetula, mbunge wa jimbo la Kavuu, kwa ushirikiano wao na kwa kutoa ufafanuzi mzuri wa baadhi ya hoja zilizotolewa na waheshimiwa wabunge katika mjadala huu. Aidha, natambua, nathamini na kushukuru kazi kubwa na ya kizalendo inayofanywa na watumishi wote wa Wizara ya Fedha na taasisi zilizo chini ya wizara, wakiongozwa na Katibu Mkuu Dr. Natuel Maamri Mwamba, Naibu Makatibu Wakuu Elijah Mwandumbia na Nsubili Joshua. Mimi binafsi na manaibu waziri wa fedha tunashukuru ushirikiano unaendelea kutupatia katika utekelezaji wa majukumu yetu, ikiwemo maandalizi na usimamizi wa utekelezaji wa bajeti ya serikali.
kwa niaba yangu binafsi na niaba ya manaibu mawaziri, waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri, Mheshimiwa Munde na Mheshimiwa Lusetula, tunasema asanteni sana watendaji wote wa Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Spika, baada ya majadiliano ya bajeti kuu ya serikali kwa kipindi cha wiki nzima, tumepokea maoni na ushauri wa kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti na kutoka kwa waheshimiwa wabunge. Kimsingi tumepata faraja kubwa kuona kuwa waheshimiwa wabunge wote mmoja mmoja na kwa umoja wao wanakubaliana na mapendekezo ya hoja tuliyowasilisha. Wabunge wote wamekubaliana na makadirio ya mapato na matumizi tuliyowasilisha. Wabunge wote wanakubaliana na hoja ya kuwa na bajeti inatupelekea kuwa na ukuaji wa kasi kubwa zaidi ya uchumi wetu. Wabunge wote wanakubaliana na hoja ya kuleta mageuzi makubwa na ya haraka ya uchumi wa viwanda unaotegemea rasilimali zetu hasa za kilimo, uvuvi, mifugo, misitu na madini. Wabunge wote wamekubaliana na hoja ya kuwa na bajeti inatusogeza kwa haraka zaidi kuwa taifa linalojitegemea. Wabunge wote wanakubaliana na hoja ya kuimarisha nidhamu ya fedha serikalini kwa kusimamia ipasavyo mapato yetu. Mheshimiwa Waziri, Waheshimiwa Bunge, nikimnyanyua mtu hapa nimuulize waziri anasema nini, atashindwa kusema. Naomba utulivu ndani ya Bunge. Mheshimiwa Waziri. Wabunge wote wanakubaliana na hoja ya kuimarisha nidhamu ya fedha serikalini kwa kusimamia ipasavyo mapato yetu na kuhakikisha kwa kila shilingi ya mapato hayo inatumika kwa tija, ufanisi na kuwahudumia Watanzania na kuwaletea maendeleo. Kwa mnasaba huu na kwa kuwa tumeyapokea na tupo tayari kuwafanyia kazi maoni na michango ya waheshimiwa wabunge wote, ingetosha kwangu leo hii kusimama hapa na kuwashukuru tu Watanzania wote kupitia wawakilishi wao hawa makini, waheshimiwa wabunge, na kukuomba Mheshimiwa Spika, tuende moja kwa moja kwenye kupigia kura bajeti yetu. Hata hivyo, niruhusu nitoe ufafanuzi kwa baadhi ya hoja ambazo zilitolewa na waheshimiwa wabunge wakati wa kujadili mapendekezo ya serikali kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, kwa kiasi kikubwa baadhi ya hoja ambazo zimetolewa hasa zile ambazo zinahusu mapendekezo ya mabadiliko ya sheria mbalimbali za kodi, tutakuja kupata fursa ya kutoa ufafanuzi tutakapowasilisha mswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2026 ambao tunaendelea kufanyia kazi pamoja na kamati yako ya kudumu ya bajeti. Lakini katika hoja ambazo zimejitokeza kama ambavyo nilitangulia kusema, Mheshimiwa Spika, hoja ya kwanza kubwa na muhimu ilikuwa ni haja ya kuimarisha mapato ya ndani ya serikali. Takriban kila mheshimiwa mbunge aliyesimama alizungumzia hoja hii. Kuna waliosifu mabadiliko makubwa ambayo yamejitokeza katika utendaji wa taasisi yetu ukusanyaji wa mapato, mamlaka ya mapato TRA, na kwa hili nami niungane na waheshimiwa wabunge kuipongeza sana TRA kwa kazi kubwa na kizalendo inaendelea kufanya kwa taifa letu. Lakini pia kumebainishwa baadhi ya maeneo ambayo bado tuna fursa ya kuimarisha kwenye usimamizi wetu wa mapato, na kwa hili Mheshimiwa Spika, tunaungana na waheshimiwa wabunge na kwamba tunayachukua, tutakwenda kuyafanyia kazi maeneo yote ambayo yamezungumzwa ya kiutawala, ya kimfumo, ya kisheria upande wa tehama na usimamizi na ukusanyaji kazi wa utu kwa upande wa TRA. Eneo la pili, Mheshimiwa Spika, ambalo limejitokeza sana katika michango hii ilikuwa ni ushauri wa waheshimiwa wabunge na ushauri wa kiti chako Mheshimiwa Spika kwenye haja na umuhimu wa haraka wa serikali kupunguza matumizi yake, hasa matumizi yasiyo ya lazima. Zimezungumzwa swala la ununuzi na matumizi ya magari ya gharama kubwa, lakini pamoja na matumizi yenyewe ya magari, imezungumzwa swala la safari za ndani na nje ya nchi na ushiriki wa mikutano ambayo mingine isiyo na tija. Imezungumzwa vile vile uwezekano kuwa na matumizi kwa kiasi cha shilingi trilioni 1.5 ili zielekezwe fedha hizo zielekezwe katika ulipaji wa madeni ya wakandarasi wa ndani. Hoja hii ilitolewa na kamati yako ya bajeti, Mheshimiwa Spika. Kimsingi serikali inakubaliana na maoni ya waheshimiwa wabunge ambao pia lazima tukiri
yanaendana pia na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambaye alishayatoa kwenye haja ya kuimarisha nidhamu ya fedha serikalini, lakini hasa kwenye kudhibiti matumizi ya serikali na kuhakikisha kwamba matumizi yote yanapelekea kuongeza ufanisi na kuharakisha maendeleo yetu. Hoja hii vile vile serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kudhibiti matumizi, lakini bado vile vile tunakiri kwamba ipo fursa kubwa ya kuongeza udhibiti zaidi na kuimarisha usimamizi wetu. Mheshimiwa Spika, kudhibiti matumizi ni sehemu muhimu ya fiscal discipline, nidhamu ya fedha, ambayo ilielezwa katika hotuba ambayo niliwasilisha tarehe 11 mwezi huu. Serikali, Mheshimiwa Spika, inaendelea kutekeleza miongozo ya usimamizi wa fedha za umma, kusimamia manunuzi ya umma, kuimarisha matumizi ya tehama ili kuongeza ufanisi katika utendaji wa serikali, kudhibiti zaidi matumizi kupitia safari za nje na ndani, na kupunguza semina, warsha na makongamano yasiyo na tija. Na vile vile tunaahidi kama ambavyo ilielekezwa na kamati ya bajeti kwenda kupitia tena bajeti ya serikali na kuhakiki maeneo yote ili tuweze kujiridhisha kama kuna fedha ambazo tunaweza kuziokoa miongoni mwa zile trilioni 1.5 zilizotajwa, ili tuweze kuzielekeza katika matumizi mengine ambayo yatakuwa na tija zaidi. Eneo la tatu, Mheshimiwa Spika, ambalo lilijitokeza katika mjadala huu, eneo kubwa la tatu ambalo lilijitokeza na takriban sio tu kwenye mjadala wa bajeti ya serikali, lakini kwenye bajeti za wizara zote ambazo zimepita tokea kuwasilishwa kwanza kikao hiki cha tatu cha Bunge la 13. Hili ni eneo la haja ya serikali kulipa madeni yote ya wakandarasi na wazabuni. Mheshimiwa Spika, tumeelekezwa kwamba tayari, kwa sababu serikali ilishafanya uhakiki wa madeni ambayo yanafikia takriban shilingi trilioni 2.2. Tuna madeni vile vile ya wazabuni ikiwemo ya mbolea, mbegu na mbolea, na tuna deni la bohari ya dawa yani MSD. Kwa hiyo Bunge katika eneo hili lilikuwa na maoni na ushauri mbalimbali, na sisi kama upande wa serikali tumepokea. Mheshimiwa, serikali nikiri kwamba haipendi kubaki na deni na imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kwa kadiri hali inavyoruhusu, na kwa mwaka huu ambao tunamalizia wa fedha wa 2025/26 serikali ilitenga shilingi bilioni 700 kuweza kulipa madeni ya wakandarasi na wazabuni. Ni dhahiri kuwa kiasi hiki, kiwango hichi ni kidogo na tunapaswa kuongeza kasi ya ulipaji. Katika bajeti ya mwaka 2026/27 ambayo nilisoma hapa tarehe 11 mwezi huu wa 6, Mheshimiwa Spika, serikali imetenga shilingi trilioni 1.2 kwa ajili ya kulipa madeni yaliyohakikiwa ya wakandarasi, wazabuni na watoa huduma, ambapo kwa wastani tutakuwa tunalipa shilingi bilioni 100 kila mwezi. Azma yetu ambayo inaendana na maoni ya waheshimiwa wabunge ni kuwalipa kwa wakati wakandarasi na wazabuni wote na kuwezesha kuendelea kutekeleza miradi na kuchochea shughuli za kiuchumi. Serikali inaangalia uwezekano wa kutafuta vyanzo mbadala vya rasilimali fedha kwa ajili ya kugharamia madai ya wakandarasi. Serikali vile vile inatarajia kuanza kutekeleza uamuzi ambao umepokelewa kwa hisia bora kabisa hapa bungeni, uamuzi wa kuanza kupeleka moja kwa moja fedha za mifuko yenye vyanzo maalum kwenye akaunti za mifuko hiyo ili kuimarisha usimamizi wa miradi ikiwemo kulipa madeni ya wakandarasi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa deni la MSD tunaomba tutoe ufafanuzi tu kwamba katika miaka mitatu iliyopita, mwaka 2023 hadi 2023/24 hadi 25/26, serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 945.04 kwa bohari ya dawa ya MSD kwa ajili ya kugharamia ununuzi na usambazaji wa dawa. Kwa mwaka 2023 tulikuwa na bajeti ya shilingi bilioni 200, tukatoa shilingi bilioni 236.67 sawa na asilimia 118. Mwaka uliofuata 24/25 bajeti ilikuwa hiyo shilingi bilioni 200, lakini zikatoka shilingi bilioni 391.98 sawa na asilimia 196, na mwaka huu unaendelea hadi mwezi Mei kati ya bajeti ya shilingi 419.2 bilioni
tayari shilingi bilioni 316.39 zimesha sawa na 75% zimeshatolewa. Kwa ujumla kwa miaka mitatu hii utoaji wa bajeti umefikia shilingi asilimia 115 ya makadirio. Hata hivyo, serikali inakiri kudaiwa deni ambalo linatokana na fedha za usambazaji wa dawa chini ya mradi Msonge, fedha ambayo ilitokana na fedha za msaada kutoka kwa wahisani, ambao hadi Juni mwaka 2025 deni lilifikia shilingi bilioni 220 baada ya kulipa shilingi bilioni 150. Hapo awali serikali ilikuwa haitengi fedha za bajeti kwa ajili ya usambazaji wa dawa na hivyo kujitokeza malimbikizo haya. Kwa mwaka 2026/27 serikali imetenga shilingi bilioni 439.8 ambapo pia kati yake kuna shilingi bilioni 148.2 kwa ajili ya kulipa mchango wa serikali kama counterpart funding katika kugharamia usambazaji wa dawa. MSD nayo inatarajiwa kunufaika katika yule mgao wa shilingi trilioni 1.2. Eneo la 4 ambalo limejitokeza vile vile kwa kuzungumzwa sana na waheshimiwa wabunge ilikuwa ni haja ya serikali kuimarisha eneo la mashirikiano ya sekta ya umma na sekta binafsi. Na hapa Mheshimiwa Spika, tumetakiwa kama serikali kuhakikisha kuwa tunatumia mfumo wa PPP kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ili kuharakisha maendeleo na kupunguza mzigo wa bajeti kwa serikali. Hili linaendana na kujenga uwezo wa wataalamu wa ndani kwa ajili ya kuongeza tija kwenye majadiliano na kutenga fedha kwa ajili ya maandalizi ya miradi. Tangu kutungwa kwa sheria ya PPP sura namba 103 mwaka 2010 pamoja na mabadiliko ya mwaka 2018, imeonekana kama kwamba bado Tanzania hatujanufaika ipasavyo kutokana na miradi ya PPP. Mheshimiwa Spika, tunaomba tuseme kwamba tayari tuna miradi 9 ambayo inatekelezwa kupitia utaratibu huu wa PPP, lakini kama ambavyo nimesema, tuna fursa kubwa zaidi ya kuja kuimarisha utafutaji wa fedha kupitia miradi ya PPP. Tumechukua ahadi Mheshimiwa Spika kwamba tunakokwenda, tutakapoanza mwaka huu mpya wa fedha, tutakwenda kufanya mapitio ya mfumo mzima wa PPP ili kuhakikisha kwamba kama kuna maeneo yote ya kuimarisha tunaweza kuleta mapendekezo kwa yale ambayo yanahusu sheria, lakini kwa yale ya kimfumo na kitaasisi pamoja na kiutendaji yatachukuliwa hatua moja kwa moja. Eneo jingine ambalo limezungumzwa sana ilikuwa ni eneo la kuimarisha haja ya serikali kuendelea na jitihada zake za kurasimisha sekta isiyo rasmi, ikiwemo kurahisisha usajili wa biashara na kutoa motisha kwa biashara ndogo ndogo. Mheshimiwa Spika, tunakumbuka kwamba katika mawasilisho ya mapendekezo ya bajeti kuna hatua kadhaa ambazo tulizieleza zitachukuliwa kusaidia katika masuala ya urasimishaji, hasa kwenye aya 57 na aya 79 ya hotuba yangu ya bajeti. Ilieleza hatua ambazo